Mama Sofia alikuwa anatembea taratibu Kwenye barabara iliyochanganyika na matope. miguu yake ikizama kila hatua kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa imemchoka. Mvua ilikuwa imemnyesha bila huruma, lakini macho yake yalibeba matumaini yaliyokuwa yanapambana na hofu. Alikuwa anatoka mbali sana. Miguu yake ilichoka, lakini moyo wake ulikataa kusimama. Alikuwa anaenda kwenye kazi aliyopata kwa tabu kubwa, kazi ambayo aliamini ingekuwa mwanzo mpya. Hata kama njia ilikuwa chungu, aliamini mwisho wake ungekuwa mtamu. Leo lazima nifike, alijisemea kwa sauti ya ndani iliyokuwa imejaa maumivu na imani iliyokata tamaa nusu. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia, hakukuwa na kivuli cha kumpumzisha, ni barabara tu na safari ndefu. Kila tone la mvua lilikuwa kama dharau ya maisha kwake. Lakini aliendelea kwa sababu hakuwa na chaguo jingine. Ghafla, sauti ya gari ilikatiza mawazo yake, ikija kwa kasi kama hasira ya mtu aliyekosa subira. Kabla hajajua kinachoendelea, gari lile lilimpita kwa nguvu na kumwagia maji machafu yaliyokuwa yamechanganyika na tope zito. Mama Sofia aliteleza, akapiga kelele fupi ya maumivu, mwili wake ukapoteza nguvu. Alianguka kwa kishindo, mkono wake ukagonga chini vibaya kiasi ya kuhisi mfupa umevunjika. Tope lilimfunika uso na nguo, na baridi ikapenya mpaka moyoni. Machozi yalichanganyika na maji ya mvua, hakuna aliyeweza kujua analia au ni mvua. Alijaribu kusimama lakini maumivu yakamshinda. Ndipo mlango wa gari ulipofunguliwa kwa nguvu. Sauti ya hasira ikasikika kabla hata sura haijaonekana. "We mama, una macho kweli?" Sauti kali ilipiga kama mjeledi. Johnny alishuka kwenye gari akiwa na uso uliojaa dharau na hasira, macho yake yakimtazama Mama Sofia kama takataka barabarani. Alitembea kwa haraka mpaka pale alipokuwa ameanguka, kisha bila hata kufikiria akamsukuma tena kwenye maji machafu. "Wewe ni mzembe au nini?" alifoka kwa sauti ya juu. Mama Sofia alilia kwa uchungu, akijaribu kujikinga kwa mkono uliokuwa unauma. "Samahani mwanangu, sikukuona," alisema kwa sauti dhaifu iliyokatika katikati ya kilio. Lakini maneno yake hayakumgusa John hata chembe. "Samahani gani hizo? Maskini nyie hamna akili kabisa. Mnajaa barabarani kama nyie pia mna magari kama sisi." Alicheka kwa dharau, kicheko kilichojaa sumu. Mama Sofia alitetemeka, si kwa baridi tu, bali kwa aibu na maumivu ya maneno. Alitaka kujitetea lakini sauti ilimkataa. Alibaki kimya, machozi yakitiririka bila kukoma. John aliendelea kumfokea, maneno yake yakichoma zaidi ya maumivu ya mkono. "Angalia ulivyo mchafu, unaharibu hata mandhari ya barabara," alisema, huku akimkazia macho kwa chuki. Mama Sofia aliinama chini, akajipapasa mkono kwa maumivu makali. Kila neno lilikuwa kama jiwe linapigwa juu ya moyo wake. Lakini ndani kabisa ya roho yake kulikuwa na sauti ndogo iliyomwambia asikate tamaa. "Haya yote ni ya muda tu," alijisemea kwa huzuni nzito. "Maisha yananipiga leo, lakini kesho hayatanipiga." Alijaribu kusimama polepole, miguu ikitetemeka. John alimwangalia kwa dharau ya mwisho, kisha akarudi kwenye gari lake kwa jeuri. "Next time kaa nyumbani kwenu," alisema kabla hajafunga mlango kwa kishindo. Akawasha gari na akaondoka, huku akimwacha Mama Sofia akiwa peke yake kwenye tope. Mama Sofia alibaki pale chini kwa muda, akilia kimya kimya, akimuuliza Mungu kwa nini dunia ina roho ngumu hivyo. Lakini hakupata jibu. Aliamua aendelee na safari yake tu. Baada ya muda, alijikusanya, akajivuta mwenyewe kusimama licha ya maumivu makali yaliyokuwa yanampiga kama radi. Alijipangusa uso kwa mikono iliyokuwa imejaa tope. Akatoa maji kwenye kopo na akanawa kujifuta matope, macho yake yakiwa mekundu kwa kilio. Alipumua kwa nguvu, akavuta pumzi ndefu kana kwamba anavuta nguvu mpya kutoka angani. "Nitaendelea," alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msimamo. Alianza kutembea tena, kila hatua ikiwa ngumu kuliko ya awali. Mkono wake ulikuwa unauma, lakini aliuweka kifuani kama mtu anayelinda kitu cha thamani. Hakujua ni umbali gani ulikuwa umebaki, lakini alijua lazima afike. Kazi ile ilikuwa tumaini lake pekee. Alipofika kwenye geti kubwa la nyumba aliyokuwa ameitwa, moyo wake ulidunda kwa kasi ya hofu na matumaini. Nyumba ilikuwa kubwa, ya kifahari, tofauti kabisa na maisha aliyoyazoea. Alisimama kidogo, akavuta pumzi, akajipanga kabla ya kugonga mlango. Alikuwa bado mchafu, nguo zimeloa, uso umechoka, lakini aligonga mlango kwa heshima. Baada ya muda mfupi, mlango ulifunguliwa na mama mmoja mwenye sura ya ukarimu akatokea. "Karibu mama," alisema kwa sauti ya upole iliyomshangaza Mama Sofia. "Umechelewa kidogo, nilikuwa nakusubiri."
Mama Sofia alishangaa, macho yake yakijaa mshangao. Hakutarajia maneno hayo. Aliingia ndani taratibu, akishukuru kimya kimya. Mama John alimkaribisha kwa heshima kubwa, akampa maji na kitambaa cha kujipangusa. Pole sana kwa mvua. Asante sana mama, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Nilipata tabu njiani. Mama John hakujua kilichomtokea Mama Sofia barabarani. Alimuelekeza jikoni, akamwambia kazi zake zitakuwa nyepesi tu, wala si nyingi. Na baada ya hapo, alienda kubadilisha nguo zake na kuanza kazi. Wakati Mama Sofia alipokuwa anapanga vitu jikoni, alisikia sauti ya hatua nzito ikija sebuleni. Sauti hiyo ilimfanya moyo wake ushtuke ghafla bila sababu. Hakujua kwa nini, lakini mwili wake ulitetemeka kidogo. Ndipo sauti ya kiume ikasikika, ile ile ya barabarani. Mama, nimerudi tayari. Mama yake alikuja sebuleni na alimuita Mama Sofia. Mama Sofia alipomwona John, alisimama kama aliyepigwa na radi. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Mama Sofia alihisi kifua kinambana, machozi yakitaka kutoka tena. Kimya kizito kikatawala. Hakuna aliyesema neno, lakini macho yao yalikuwa yanapigana vita vikali kuliko maneno. Mama John hakujua chochote. Alitabasamu tu. Huyu ndiye Mama Sofia. Ameanza kazi leo, alisema kwa furaha. Atatusaidia hapa nyumbani. Maneno yale yalimpiga John kama ngumi tumboni. Hapa? John aliuliza kwa sauti ya kukaza, akijaribu kujificha. Ndiyo. Kwa nini unaniuliza kwa kushangaa? Hasira ya John ililipuka bila kipimo. Maneno yakamtoka kama moto unaochoma kila kitu mbele yake. Mama, kwa nini unaleta watu maskini ndani ya nyumba yetu? Alipiga kelele kwa dharau kali. Angalia alivyo mchafu, ana sura ya mikosi tu. Mama Sofia aliuma mdomo wake, machozi yakianza kujikusana tena. Kila neno lilikuwa kama kisu kinachochoma moyo wake taratibu. Anaonekana kama mchawi. John aliendelea kwa sauti ya kejeli. Wewe mama, unataka mikosi ingie hapa ndani? Mama Sofia alishika kifua chake, pumzi ikimkata. Alijisikia mdogo kuliko kitu chochote duniani. Mama John alisimama ghafla, uso wake ukijaa hasira. John, alipaza sauti kwa ukali ambao haukuwa wa kawaida kwake. Hii ni tabia mbaya sana mwanangu. Alimtazama kwa macho makali yasiyokuwa na mzaha hata kidogo. Maneno unayoyatoa hayana utu wala heshima. Alisogea mbele, akasimama kati ya mwanae na Mama Sofia kana kwamba anamkinga. Sidhani tabia kama hii itakufikisha popote pale maishani. John alimtazama mama yake kwa mshangao na hasira iliyochanganyika na fedheha. Hakutarajia kusimamiwa hadharani namna ile. Mama, unamtetea mtu wa hovyo hivi? Mama yake alitikisa kichwa kwa huzuni. Namtetea binadamu, si maskini. Usiku huo ulipita kwa mvutano mzito uliotanda ndani ya nyumba, kila mmoja akiwa na mawazo yake mazito. Mama Sofia alilala kidogo tu, machozi yakimtiririka kimya kimya juu ya mto. Alijiuliza kama kweli alikuwa amekosea kuja hapo. Alijiambia, haya yote ni ya muda tu, kana kwamba anajitia nguvu bandia. Asubuhi ilipofika, aliamka mapema kama alivyozoea. Akaanza kufanya kazi zake kwa bidii, akiamini kazi njema ingeweza kubadilisha hata moyo mgumu. Alikuwa na deki sakafu, huku akijaribu kusahau maneno ya jana. Lakini hakuwa anajua kuwa dharau ilikuwa bado inamgoja, tena kwa namna ya kikatili zaidi. John alimkuta Mama Sofia akiwa ameinama chini, mikono yake ikiwa imechoka, lakini bado inaendelea kufanya kazi. Macho yake yakajaa chuki zaidi. Bila kusema neno, alichukua ndoo ya maji machafu yaliyokuwa pembeni. Mama Sofia alipoinua kichwa, aliona tu kivuli kikisogea. Kabla hajajitetea, maji yale yalimmwagikia mwilini kwa nguvu. Alipiga kelele ya mshangao na maumivu. Hii ndiyo adhabu ya watu maskini, John alifoka kwa sauti kali. Sitaki nikuone kwenye hii nyumba. Maji yalichuruzika usoni mwake, nguo zake zikawa nzito. Mama Sofia alitetemeka, mikono yake ikashindwa hata kushikilia ndikio. Kwa machozi mengi, Mama Sofia alisimama polepole, akimwangalia John kwa macho yaliyokuwa yamejaa maumivu, lakini pia mshangao. Hakusema neno lolote, kwa sababu alijua maneno yangekuwa bure. Alitoka nje ya nyumba akilia kwa uchungu, miguu yake ikimkataa lakini bado ikitembea. Kila hatua ilikuwa kama anatembea juu ya miiba. Mungu wangu, alijisemea kwa sauti ya ndani iliyovunjika. Haya yote ni ya muda tu. Lakini kwa mara ya kwanza, hata maneno hayo yalionekana kumtia shaka. Alijiuliza ni muda gani moyo wa mwanadamu unaweza kuvumilia dharau bila kuvunjika kabisa.
Alisimama nje kwa muda, akijifuta machozi kwa mkono uliokuwa unauma, na alirudi kuendelea na kazi. John alibaki ndani akiwa hana hata chembe ya majuto, akijiona amefanya jambo sahihi. Kwake alikuwa kijana asiyejitambua kabisa, alielelewa kwenye raha bila kufundishwa thamani ya jasho. Alipenda maisha ya starehe, mavazi ya gharama na marafiki wa kifahari waliomzunguka. Hakuwahi kufikiria kufanya kazi hata siku moja. Mama yake alikuwa chanzo cha kila kitu alichokuwa nacho. Hela, simu, nguo, starehe, vyote vilitoka kwake. John aliona kama ameipatia dunia. Mama yake alijaribu mara nyingi kumhimiza afanye kazi, ajitegemee, ajifunze kuwaheshimu watu. Lakini John alikuwa anakataa kila mara kwa dharau. Hii siku alimwambia mama yake, kazi za nini wakati kila kitu ninacho na kila nachohitaji huwaga unaninunulia? Sasa kazi ya nini mama? Alikuwa anajibu bila aibu. Aliona kufanya kazi ni adhabu ya maskini. Akipata hela kutoka kwa mama yake, alikuwa anatoka nje na marafiki zake, wakila na kunywa bila mipaka. Pesa zilimwagika hovyo hovyo, kana kwamba hazina thamani. Hakuwahi kujiuliza zilipotoka. Hakuwahi kuona machozi ya mama yake alipokuwa akifanya kazi usiku na mchana. Ndani kabisa ya nyumba ile, mama yake alianza kuona wazi wazi kosa la malezi aliyoyafanya. Aliona chuki ikimea ndani ya moyo wa mwanae, kama ugonjwa hatari. Alimuona Mama Sofia akilia nje na moyo wake ukamuuma. Alijua kuwa kukaa kimya kungemaanisha kuunga mkono tabia ya mwanae, lakini hakujua anze wapi kumkataza John tabia yake. Vita ya kweli ilikuwa inaanza, si kati ya John na Mama Sofia tu, bali pia kati ya John na mama yake mwenyewe. Siku zilianza kupita huku chuki ilikuwa ikizidi siku hadi siku. Alikuwa hatulii, akili yake ikizunguka kutafuta namna ya kumtoa Mama Sofia kwenye ile nyumba ya mama yake. Ndani ya moyo wake kulikuwa na wivu usioelezeka, chuki iliyochanganyika na hofu ya kupoteza mamlaka yake ndani ya nyumba. Siku hiyo alipoona mama yake anaondoka kwenda kuoga, alichukua simu yake kwa haraka, akaangalia huku na kule kama mwizi, kisha akaichukua na kuificha chumbani kwa Mama Sofia. Moyo wake ulipiga kwa kasi, lakini tabasamu la kinafiki likatanda usoni mwake. Leo nitakumaliza kabisa, alijisemea kwa sauti ya ndani iliyojaa sumu. Alitoka chumbani hapo kana kwamba hakuna kilichotokea, akakaa sebuleni akisubiri mlipuko. Mama John alipoanza kutafuta simu yake, uso wake ulianza kujaa wasiwasi. Aliangalia mezani, jikoni, chumbani kwake, lakini haikuonekana. Alivuta pumzi ndefu, akaanza kuhangaika. Mama Sofia, alimuita kwa sauti ya kawaida. Hujaiona simu yangu? Mama Sofia alishtuka, akainua macho yake kwa heshima. Hapana mama, sijaiona, alijibu kwa uaminifu, moyo wake ukiwa mtulivu kwa sababu hakujua lolote. John aliyekuwa amesikia yote alisimama ghafla, akajifanya mtetezi. Ngoja nichukue simu yangu nipigie hiyo yako, alisema kwa sauti ya kujifanya anatoa msaada. Alipiga na ghafla sauti ya simu ikaita ndani ya chumba cha Mama Sofia. Kimya kizito kikatawala. Mama Sofia alihisi ardhi ikimsogea, macho yake yakitoka nje kwa mshangao. John aligeuka haraka, akimtazama mama yake kwa uso wa ushindi na kejeli. Mama, nilikwambia mimi, alisema kwa sauti ya kinafiki iliyoficha furaha ya kishetani. Huyu hafai kuwa hapa. Tazama sasa, tunaishi na wezi ndani ya nyumba yetu. Maneno hayo yalidondoka kama mawe mazito juu ya moyo wa Mama Sofia. Alianza kutetemeka, akijaribu kufungua mdomo kujitetea, lakini sauti ikamkataa. Mama John alichukua simu hili kwa hasira, macho yake akimwangalia Mama Sofia kwa ukali ambao haujawahi kuonekana. Alikuwa amechelewa kazini, akili yake ikiwa tayari imechoka. Hii tabia ya wizi imeanza lini ndani ya nyumba yangu? Alipaza sauti kwa hasira kali. Ulikuwa unaiba ili uipeleke wapi? Mama Sofia alilia kwa sauti ya chini akisema, sijui mama, na sijui imefikaje huko. Mama John alikuwa na hasira sana, hakutaka hata kumsikiliza. Kwa mara ya kwanza Mama John alimfokea Mama Sofia kwa ukali. Maneno yake yalikuwa makali. Utanieleza wapi ulipojifunza haya? Alisema kwa hasira, akiongea bila kumpa nafasi ya kujitetea. Lakini muda ulikuwa unamkimbiza. Kazini alikuwa amechelewa vibaya. Alivuta pumzi kwa hasira, akachukua begi lake. Tutamalizia hili baadaye, alisema kwa sauti nzito. Mama John hakusema neno, akatoka kwa haraka, mlango ukifungwa kwa kishindo, akimwacha Mama Sofia pamoja na John. John aligeuka kwa Mama Sofia akamwambia kwa kejeli, yaani hapa lazima uondoke. John aliongeza kwa dharau, macho yake yakifurahia ushindi.
Mama Sofia alikaa chini polepole, miguu yake ikikosa nguvu kabisa. Aliweka mikono kichwani, akijipa moyo kwa sauti ya ndani. Ninafanya kazi kwenye mazingira magumu sana, lakini nipo hapa kupambana kwa ajili ya maisha ya mwanangu. Sipaswi kabisa kukata tamaa, alijisemea huku akihema kwa uchungu sana. Alikaa pale kwa muda mrefu, akilia na kuomba, moyo wake ukiteremka bila kujua hatima ya maisha yake. Siku zilipita. Sasa hii siku Mama John alijiandaa kwenda kazini, na alipotoka nje na kujaribu kuwasha gari, lilikataa kabisa. Alijaribu tena na tena, akabonyeza kila kitu alichojua, lakini gari likagoma. Alianza kukasirika zaidi, muda ukimkimbiza. Mama Sofia alikuwa pembeni, aliona yote kwa macho ya huruma. Baada ya kusita kidogo, alisema kwa sauti ya heshima, "Mama, jana hilo gari alikuwa nalo John, labda umuulize amefanyaje?" Maneno hayo yalimshtua Mama John kama radi. Aligeuka kwa hasira kali, akaita, "John! We John!" Sauti yake ilikuwa kali sana. John alipokuja, mama yake alimkazia macho kwa ukali usio na mfano. "Mama Sofia jana aliniambia ulikuwa na hili gari. Umelifanyaje? Tazama, hata mafuta hakuna." John alijaribu kujitetea, lakini mama yake hakumpa nafasi. "Nilikuambia ufanye kazi, hutaki. Unategemea kufanya maisha yako kwa kutumia pesa zangu." Hasira yake ilimwagika yote pale. "Kuanzia leo sitaki kukuona na gari zangu zozote. Tafuta pesa zako ununue lako. Siwezi kuwa na mtoto mjinga namna hii." Maneno hayo yalimpiga John kama ngumi. Uso wake ukabadilika rangi, fedheha na hasira vikimvaa. Kwa hasira na haraka, Mama John alilazimika kubadilisha gari na kuondoka kwenda kazini, akivuta pumzi nzito za maumivu ya moyo. Mlango ulipofungwa, nyumba ikabaki na kimya kizito. Walibaki John na Mama Sofia wakitazamana kwa macho ya vita. John alimsogea Mama Sofia kwa haraka, uso wake ukijaa hasira ya mtu aliyepoteza huruma. "Leo nitakukomesha, utanijua mimi ni nani," alisema kwa sauti ya chini lakini kali sana. "Lazima uondoke hapa, hata kama kwa nguvu." Mama Sofia alisimama pale, moyo wake ukipiga kwa kasi, akijua hatari ilikuwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Ndani ya macho yake kulikuwa na hofu, lakini pia kulianza kuonekana cheche ya ujasiri wa mtu aliyechoka kudhalilishwa. Vita ilikuwa imefikia kilele chake. Baadaye kidogo, Mama Sofia aliandaa chakula, akihakikisha kila kitu kimekaa sawa kama alivyozoea. Alipotoka nje kidogo kuchukua maji, John aliingia chap kwa haraka jikoni, huku chuki na wivu vikimjaa kichwani. Alichukua pakiti nzima ya chumvi kwa mikono inayotetemeka kwa hasira, akaimwaga yote kwenye chakula alichoandaliwa mama yake. Hakusita hata sekunde moja, hakufikiria madhara. Alijisemea kimoyomoyo kuwa hii ni njia ya kumwonyesha mama kwamba Mama Sofia ni mtu mbaya sana, sababu Mama John huwa ana matatizo makubwa sana ya presha, na akitumia chumvi nyingi huwa anahisi kufa, japokuwa mara nyingi waga anapona. Sasa nia ya John ni kumwonyesha mama yake kwamba Mama Sofia anataka kumuua. Baadaye walipokaa mezani, Mama John alianza kula, lakini ghafla akashtuka, uso wake ukikunjwa kwa maumivu. Chumvi ilikuwa nyingi kupita kiasi, koo lake likaanza kukauka, pumzi ikamkataa. Kwa kuwa alikuwa na matatizo ya presha, chumvi ile ilimshambulia kama sumu kali. Alianza kutetemeka, mkono ukadondoka mezani, macho yakageuka. John alipatwa na wasiwasi sana, hakujua kama hali ingebadilika namna hiyo. Yeye alijua kidogo tu, halafu mambo yangekaa sawa. Ilibidi wampeleke hospitali haraka sana. Madaktari walihangaika kwa kila walichokuwa nacho, wakimpatia huduma ya dharura, lakini siku hiyo presha yake ilikuwa imefika kiwango cha mwisho. Dakika chache baadaye, John pamoja na Mama Sofia waliitwa na daktari, na daktari alisema mama amefariki. Maisha ya mama yalikatika kwa ujinga wa mwanaye mwenyewe. John aliposikia taarifa hiyo, aliporomoka chini kama mtu aliyepigwa na radi. Alilia kwa sauti, akipiga kelele za uchungu, akijilaumu kwa kila pumzi aliyovuta. "Kwa nini nilifanya hivi?" alijiuliza kwa kilio kisicho na jibu. Alijuta kwa uchungu mkubwa, akipiga kifua chake kwa hasira na majuto.
Mama Sofia alipomwona hali ile, moyo wake ulijaa maumivu mazito, lakini macho yake yaliona ukweli wote. Alijua John ndiye aliyesababisha kila kitu. Alimsogelea taratibu, macho yake yakiwa mekundu, lakini sauti yake ikiwa nzito na ya haki. "Umemuua mama yako kwa mikono yako mwenyewe," alisema kwa ukali uliojaa uchungu. "Si kwa bahati mbaya, bali kwa upumbavu na chuki zako." Maneno yale yalimuingia John kama kisu, lakini hakupinga. Aliinama chini, akilia kimya kimya. Mama Sofia hakukaa tena. Baada ya msiba, aliamua kuondoka kabisa. Alirudi kijijini alikokuwa anaishi na mama yake, akiacha nyuma nyumba iliyojazwa maumivu na kumbukumbu chungu. Miaka ilianza kusonga, huku John akiishi maisha magumu sana. Siku ilikuwa ni adhabu mpya, usingizi hakumjia, ndoto zilijaa sura ya mama yake aliyempoteza kwa ujinga wake. Hakuwa na kazi, hakuwa na mwelekeo, maisha yake yalikuwa yameporomoka vipande vipande. Hatimaye aliamua kuuza nyumba ya mama yake, akiamini angeanza upya. Pesa alizopata alizipeleka kwa wawekezaji wa mitandaoni waliomwahidi faida kubwa kwa muda mfupi. Alijiona bado anaweza kushinda maisha kwa njia ya mkato, lakini kama ilivyokuwa kawaida yake, alidanganywa. Pesa zote zikatoweka, akaachwa mikono mitupu, akilia kwa uchungu mkubwa kuliko ule aliyowahi kuupata. Ndani ya muda mfupi, hakuwa na makazi, hakuwa na mtu wa kumkimbilia. Alianza kulala mitaani, baridi na njaa vikiwa marafiki wake wa kila usiku. Siku moja ya usiku wa giza, Mama Sofia alikuwa anatembea barabarani akitoka kazini, upepo ukivuma kwa sauti ya huzuni. Ghafla macho yake yakadondokea mtu aliyekuwa amelala pembeni ya barabara, nguo zake zikiwa chakavu, mwili wake ukiwa dhaifu. Alisimama, moyo wake ukadunda kwa mshangao. "Hivi huyu ni John au naona vibaya?" alijiuliza kwa sauti ya chini. Alisogea karibu, akaangalia uso ule kwa makini. Alishtuka, ni John kweli. Uso uliokuwa umejaa majivuno zamani, sasa ulikuwa umechoka, umejaa majeraha ya maisha. Huruma ilimjaa ghafla. Alimwamsha polepole. John alipoamka na kufungua macho, alimuona Mama Sofia akiwa amesimama mbele yake. Alilia kama mtoto mdogo, akipiga magoti bila hata kujali watu waliokuwa wakipita. Alikiri makosa yake yote, akasimulia kila kitu, akilia na kuomba msamaha kwa sauti iliyovunjika. "Dunia imenifundisha kwa uchungu," alisema kwa kilio. "Samahani mama, nilikosea." Kwa bahati ambayo John hakujua, maisha ya Mama Sofia yalikuwa yamebadilika sana. Baada ya kurudi kijijini, alikuwa amepata kazi nzuri ya kusimamia uuzaji wa mazao kupitia kampuni iliyokuwa inajishughulisha na kilimo. Bidii na uaminifu wake vilimpa heshima kubwa. Alilazimika kuhamia mjini ili kusimamia shughuli za mauzo. Akamchukua mama yake pamoja na mwanae na kuja kuishi nao. Maisha yake yalipata mwanga mpya, tofauti kabisa na yale ya dharau aliyopitia zamani. Aliposikia maelezo yote ya John, alikaa kimya kwa muda mrefu, akimtazama kwa macho yaliyojaa makumbukumbu ya maumivu, lakini pia huruma. Baada ya mazungumzo marefu yaliyojaa kilio na ukiri, John aliomba hifadhi, akisema hakuwa na mahali pa kwenda. Mama Sofia alifunga macho yake kwa sekunde chache, kisha akafungua akisema kwa sauti ya upole mzito, "Nimekusamehe." Alimchukua John, wakaenda kuishi nyumbani kwake. Sio kwa sababu John alistahili, bali kwa sababu Mama Sofia aliamua kuvunja mzunguko wa chuki kwa huruma. Maisha yalikuwa yamemfundisha John kwa njia ya ngumu sana, na safari mpya ilikuwa inaanza, safari ya toba na maumivu yasiyosahaulika. Na huo ndo unakuwa mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Tuambie, ungekuwa wewe ni Mama Sofia, ungekubali kuishi na John ilhali ukijua kabisa alimuua mama yake bila kuhofia labda ipo siku angekuua na wewe, au
ungemwacha aendelee na maisha yake ya mtaani? Tuandikie hapo maoni yako. Usisahau kusubscribe katika channel hii na pia usisahau kulike pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye bye.